Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language, na video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na set katika Python. Set katika Python haitofautiani sana na set ambayo tumeizoea katika hesabu kama inavyotumika. So just ni mkusanyiko wa values ama tunasema data ambazo zinakuwa unique za kipekee na huweza kufanya kazi kama seti za hesabu zinavyofanya kazi hizo data ambazo utazihifadhi humo. So miongoni mwa sifa za hizi seti ndani ya Python, zina value ama data ambazo tofauti, haziwezi kujirudia. I mean, kama ikiwa kuna nambari moja, basi haiwezi kuja value nyingine ikabeba nambari moja, lazima ziwe tofauti. Tutaenda kuona muda so mrefu, lakini pia set inakuwa katika mpangilio ambao sio maalum. Okay, na vile vile inaweza kuwa na aina tofauti za data katika hiyo set moja. So acha tuweze kuona jinsi gani ya kutengeneza seti katika Python. Ni rahisi sana, just kwa kuweza kuandika tu variable yako, let's say tuseme my set, sawa, na baada ya hapo utatumia built-in function ambayo inasomeka kama ni set. So set utaicall, na hapo utakuwa tayari umeweza kutengeneza empty set katika Python. Kwa mfano, acha tuweze kuprint na tuone output ambayo tutaipata, my set. Okay, tukiweza kurun programu yetu, umeona imetoka set ambayo ni empty. Kwa hapa just tumetengeneza tu empty set, lakini si hivyo tu, una uwezo wa kutengeneza set kutokana na listi. Maana yake upo na listi yako na unahitaji kuweza kuiweka katika set, basi unaweza kufanya hivyo. Simple, wacha tutumie jina hili my set, tutaweka sawa. Tutaita built-in function yetu ya set, tutakwenda kuitumia, then tutaweka list yetu humu ndani as an argument katika hii function yetu ya set. Kwa hiyo hii list yetu itakuwa ina element kadhaa humu. Let's say kuna alphabet, kuna A, then kuna B, okay, na kisha ya mwisho ni C. Kuna element 3 hapa, okay. So tayari utakuwa umeweza kutengeneza set ambayo itakwenda kubeba hizi element A, B na C. Kwa mfano, acha tuweze kuprint hapa tuone set yetu itaonekanaje as an output. So tuite variable yetu ya my set, na tukirun programu yetu naona output ambayo tumeipata. Hii ndio set inavyoonekana. So imeanza B, imekuja C, imekuja A, lakini ukiangalia huku katika list yetu ilikuwa kuna A, B, C, zimeenda katika mpangilio ambao unafuatana A, B, C, lakini huku imeanza B, imekuja C, imekuja A, na ndio maana tukasema set haipo katika mpangilio maalum. Okay, unaweza hapa tukirun tena programu yetu, umeona sasa hivi imeanza C, imekuja A, imekuja B. Kwa hiyo hiyo ndio set, tofauti na zile sequence nyingine kama list, tuple tulivyoweza kudisplay as an output, zinakuja katika mpangilio ule, lakini katika set kitu hicho kipo tofauti. So vile vile una uwezo wa kutengeneza set kutoka katika string. Kwa mfano, tutumie hii my set, na instead ya kuingiza list hapa tumetengeneza set ambayo inatokana na list. Sasa hivi tutengeneze set ambayo inatokana na string. Okay, so hapa tuandike ABC. Kwa hii ni string, tumeiweka ndani as a argument katika hii built-in function yetu ya set. Kwa tunachokwenda kupata hapa ni seti ambayo itachukua kila character na kutenganisha. Maana katika string kila character itastand kama ni element inayojitegemea unapoiweka katika set. Kwa mfano, acha tuweze kurun hapa programu hii ambayo tumeiandika. Unaona A inajitegemea kwake, B, C, tuko na element 3 ambazo zimetokana na string. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo pia kuweza kutengeneza set. Lakini seti haikubali kurudia value. Naomba ukumbuke kitu hicho wakati ambapo unafanya vitu vyako ndani ya Python. Unapotumia set huwezi ukarudia value. Tofauti na katika list kule ulikuwa na uwezo wa kuweka mfano A zitokee mara 5 mara ngapi, lakini katika set kitu hicho hakipo. Kwa mfano, let's say hapa tupo na A hizi hapa 3. Okay, unafikiri hapa output itatoka nini? Output hapa itakwenda kutoka A ni moja tu, hizi mbili hazitoweza kuzingatiwa. Hiyo ni set. Wacha tuweze kurun programu yetu tuweze kuona hapa.
Umeona kilichotoka CBA. A imetoka ni moja tu, lakini huku katika string yetu A zilikuwa zipo 3. Okay? Hiyo ni miongoni mwa utofauti pia wa set. Okay? Kumbuka kitu hiko. So kama ikitokea upo na string ambayo unahitaji kuweza kuondoa yale herufi zinazojirudia rudia, unaweza ukafanya ukaiconvert kuja katika set na ikaweza kuondolewa zile character ambazo zinajirudia rudia. Kwa hiyo ina faida yake na ina hasara yake. So kuna sehemu itakuhitaji kuweza kutumia kitu kama hicho, utaweza kufanya, lakini unatakiwa uzingatie na ukumbuke kwa set haichukui value zilizojirudia rudia, just inachukua value moja tu. Lakini ukiachilia hapo, pia una uwezo wa kutengeneza seti kutoka katika maneno ambayo kamili yanayosomeka. Tumeona hapa tulipotumia string tu tukaweza kuletewa kila character imestand kama ni element yake katika list, katika set, So unapohitaji sasa, mfano let's say upo na string ambayo ni 1 2 3 na unahitaji set yako ichukue hivyo hivyo, isichukue as a character tu. Kwa kuweza kufanya hivyo itakubidi uweze kutumia list, uweze kutumia string moja kwa moja. Okay? Kwa hiyo kwa mfano hapa my set yapo, utaweka list yako na humu ndani ndio utaweka 1, okay, then utaweka 2, okay, na hapo utaweka 3. Kwa hiyo unapohitaji kuweza kutoa string as a set katika programu yako, basi ni muhimu kuweza kuiweka katika listi. Usipoweka katika listi, ukiweka as a string, basi kila character itaenda kujitegemea na itawekwa as a element ambayo inasimama peke yake. Kwa mfano hapa sasa hivi umeona tumetumia listi, tumeweka hizi string zetu ndani ya listi. So tukibadilisha kwenda katika set, tukirani hapa, tayari unaona 3 1 2 zipo, kila moja inajitegemea kama ni element inayoweza kusimama peke yake, lakini unaona mpangilio upo tofauti. Hiyo ni set. So ukiachilia na issue hiyo, wacha tuweze kuangalia issue nyingine ambapo makosa ya kuweza kuepuka. Kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza hapa katika set, lakini wacha tuangalie kwa uchache. Sasa tuone makosa ya kuweza kuepuka katika set. La kwanza ufahamu kuwa set inachukua argument moja tu. Kwa mfano, achilia hii list ambayo ina stand kama ni argument moja tu hapa, kwa sababu listi imekusanya element ndani yake, lakini hapa katika hii set inaonekana kama ni argument moja tu imepitishwa. Lakini sasa utakapokuja kuweka hapa string, mfano ukaweka 1 ukapitisha hapa katika hii set, ukaja ukaweka 2, alafu ukaja ukaweka 3, hapa umepitisha argument 3, inatambulikana hivyo, na hii itaweza kusababisha error. Set just inapokea tu argument moja. Okay? Kwa tukiweza kurun program hapo, unaona tumeletewa error hii, type error, set expected at most 1 argument, lakini hapa zimepitishwa 3. Kwa hiyo lazima uzingatie ni argument moja tu ambayo built-in function hii ya set inapokea. Na vile vile kuna kitu kingine ambacho unatakiwa uzingatie. Set inakuwa inagawanya herufi moja badala ya maneno kamili. Tumekizungumza kitu hicho katika string na tumeweka ile ABC na tukaona kila herufi pale itachukuliwa kivyake. Kwa unatakiwa uzingatie, kama utahitaji kuweza kupata neno zima itakubidi uweze kutumia listi upitishe hapa katika hii set yako. So leo sina la ziada, just ni utangulizi tu wa hiki kipengele cha set katika Python, na nadhani utakuwa umeweza kujifunza na umeona tofauti uliopo baina ya set na vile vipengele vingine kama dictionaries, listi, tuples na nyinginezo. So kama una maswali yoyote, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukiweza kueleweshana zaidi. Tutakuja kuangalia kitu kingine katika video inayofuata. Kuna vitu kadhaa ambavyo vya kuweza kuvigusia na kujifunza katika hii set. So usiwe mbali na YouTube channel yangu, tukutane katika video ambayo inafuata.